Swadakta, hujambo mwanadunia popote ulipo, karibu sana katika makala mengine. Makala ni ya Dunia Wiki Hii, makala ambayo yanaangazia taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni. Ni kwa ushirikiano mkubwa wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, zaidi ya watu 30 waaga dunia baada ya ndege ya Air India kuanguka. Meya wa Los Angeles atangaza kafyu jijini humo huku waandamanaji wakikabiliana na vikosi vya kijeshi. Sherehe za Eid al-Adha zaandaliwa kote duniani huku taharuki inayoendelea ikiathiri sherehe hizo katika eneo la Mashariki ya Kati. Na Israel yaendeleza mashambulizi huko Gaza huku juhudi za kuafikia mkataba wa kusitisha vita zikiendelea. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia mchana wa leo. Natoa mwito wa mapema twende sawa hadi tamati ni kupatie taarifa hizi kindakindaki na nyingine katika kipindi Dunia Wiki Hii. Tuanze na taarifa yetu kuu ambapo idadi ya watu wasiojulikana waliaga dunia baada ya ndege moja ya Air India kuanguka baada tu ya kupaa ilipokuwa ikielekea jijini London. Ndege hiyo ilikuwa imewabeba watu 242. Zaidi ya watu 240 waliaga dunia baada ya ndege hiyo aina Boeing 7878 Dreamliner iliyokuwa imewabeba watu 242 iliyokuwa ikielekea kwenye uwanja wa ndege wa Gatwick kusini mwa jiji kuu la Uingereza London kuangukia makao ya wanafunzi wa daktari. Manusura pekee kwenye ajali hiyo mbaya zaidi katika historia ya safari za ndege katika muda wa mwongo mmoja ni raia wa Uingereza mwenye asili ya India kwa jina Ramesh Viswakushmar wa umri wa miaka 40. Alielezea masaibu yaliyowakumba. Alikuwa akisafiri pamoja na kakake. Afisa mkuu wa polisi jijini Ahmedabad, GS Malik, alisema kwa miili iliyopatikana na jumuisha wasafiri pamoja na wale waliokuwa kwenye eneo la mkasa huo. Marehemu walijumuisha Vijay Rupani aliyekuwa waziri mwenye mamlaka makuu katika jimbo la Gujarat lililoko jiji la Ahmedabad. Jamaa waliwasilisha sampuli za DNA ili kuwatambua marehemu, kwa mujibu wa waziri wa afya Dhananjay Dwivedi. Vipande vya ndege hiyo vilitapakaa kwenye jengo hilo lililoteketea. Abiria hao walijumuisha watu 217 wazima, watoto 11 na watoto wawili wachanga. Shirika la ndege la Air India lilisema kwa watu 169 walikuwa raia wa India, 53 wa Uingereza, Wareno 7 na 1 kutoka Canada. Kulingana na kituo cha udhibiti wa safari za ndege kwenye uwanja wa ndege wa Ahmedabad, ndege hiyo ilitoa ishara ya dharura mara tu ilipopaa na baadaye ikatoweka. Marekani na Uingereza zinashirikiana na maafisa wa India kubainisha chanzo cha ajali hiyo. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi alipeleka rambirambi zake kwa jamaa za waathiriwa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Rais Donald Trump wa Marekani ni miongoni mwa viongozi duniani waliopeleka rambirambi zao. Shughuli za safari za ndege kwenye uwanja wa Ahmedabad zilisitishwa kwa muda baada ya ajali hiyo, ila zikarejelewa baadaye. Ajali ya mwisho mbaya zaidi ya ndege nchini India ilitokea mwaka 2020 ikihusisha ndege aina Boeing 737 iliyoteleza na kuanguka kwenye bonde kusini mwa India ambapo watu 21 waliaga dunia. Kasi cha Namasha, Dunia Wiki Hii. Na meya wa Los Angeles Karen Bass alitangaza kafyu kwenye jiji hilo la pili kubwa zaidi nchini Marekani siku ya Jumatano kufuatia ghasia zilizokumba jiji hilo. Mamia ya waandamanaji walikabiliana na vikosi vya usalama jijini Los Angeles kufuatia maandamano dhidi ya misako ya wahamiaji kote jimboni California mwishoni mwa juma lililopita. Wanahabari wa shirika la Xinhua kwenye eneo hilo walisema kuwa wanajeshi pamoja na maajenti wa uhamiaji na wizara ya usalama walifyatua gesi ya kutoza machozi kuwatawanya umati wa watu. Waandamanaji na wanahabari kadhaa walijeruhiwa kwenye maandamano hayo. Gavana wa California Gavin Newsom aliwahimiza waandamanaji wadumishe amani. Kwingineko, jimbo la California liliushtaki utawala wa Trump kwa kuwapeleka wanajeshi jijini Los Angeles kufuatia maandamano dhidi ya msako wa wahamiaji. Gavana Gavin Newsom na mwanasheria mkuu Rob Bonta walitangaza kwamba waliwasilisha kesi dhidi ya utawala wa Trump dhidi ya kudhibiti kikosi maalum cha wanajeshi
kilichotumwa kuzima maandamano hayo, hatua ambayo walisema imezidisha ghasia huko Los Angeles. Maandamano hayo awali yalianza kufuatia operesheni za kuimarisha kanuni za uhamiaji. Katika siku za hivi majuzi, maafisa wa utawala wametekeleza juhudi hizo kwenye miji mikuu inayodhibitiwa na chama cha Democratic, ikiwemo Los Angeles, Chicago na New York. Taharuki baina ya waandamanaji na maafisa wa usalama ilikithiri baada ya baadhi ya waandamanaji kuwarushia maafisa vifaa, huku polisi nao wakiwarushia pilipili. Kutokana na hali hiyo, Trump aliagiza kupelekwa kwa maafisa 2,000 wa kikosi maalum. Maandamano hayo yalikithiri siku ya Jumapili, huku umati wa watu ukiongezeka na makabiliano kuongezeka baina ya waandamanaji na maafisa wa usalama. Waislamu kote duniani waliandaa sherehe za Eid al-Adha au sherehe ya kafara, ambapo Waislamu hutoa kafara ya kondoo kwa ukumbusho wa kujitolea kwa Abraham kumtii Mola. Majengo ya kihistoria nchini Qatar yaligeuzwa kuwa maeneo ya burudani, huku sherehe za Eid al-Adha zikiandaliwa kwa siku 3 kwa tamasha, ngoma na muziki, shule za watoto, hafla za turathi na burudani kote jijini Doha. Na nchini Misri na Iraq, watu waliadhimisha sikukuu hiyo kwa shughuli za kitamaduni, tambiko za kidini, mikusanyiko ya familia na kutizama filamu au kuzuru maeneo ya burudani. Na Waislamu nchini Afghanistan walikabiliwa na wakati mgumu wakati wa sherehe hizo kutokana na umaskini, hali iliyowazuia kununua wanyama wa kafara. Marekani ilisitisha mali ya thamani ya dola bilioni 9 ya Afghanistan mwaka 2021, huku Umoja wa Mataifa ukionywa kuwa yamkini nusu ya idadi ya raia wa nchi hiyo wanahitaji msaada wa kibinadamu, huku ikikabiliwa na mizozo mingi. Na nchini Lebanon, Waislamu walikabiliwa na hali ngumu kutokana na mzozo unaoendelea na msukosuko wa kiuchumi, huku mashambulizi yanayotekelezwa na Israel yakisababisha vifo na uharibifu mkubwa. Nchini Syria pia, Waislamu walikabiliwa na hali ngumu kutokana na msukosuko wa kiuchumi, hasa kufuatia vikwazo vya mataifa ya Magharibi. Katika ukanda wa Gaza unaokumbwa na vita na nchini Sudan, hali haikuwa tofauti, huku wakazi wakiathirika kutokana na vifo vya wapendwa wao, hali ngumu ya kiuchumi, kupoteza makazi na njaa. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Wanahabari 3 wa Kipalestina waliuawa huku wengine 2 wakijeruhiwa vibaya kufuatia shambulizi la angani la Israel kwenye uwanja wa hospitali ya Al Ahli Arab jijini Gaza, kwa mujibu wa duru za Kipalestina, na vikosi vya Israel vikisema kuwa shambulizi hilo lililenga gaidi mmoja wa Kiislamu kwenye eneo hilo. Duru za eneo hilo na wale walioshuhudia kisa hicho walisema kuwa droni ya Israeli ilirusha kombora moja kwenye shambulizi dhidi ya kundi la wanahabari waliokusanyika kwenye uwanja wa hospitali hiyo. Fadel Naim, ambaye ni mkurugenzi wa hospitali ya Al Hil, aliliarifu shirika la Jinua kwamba shambulizi hilo la angani liliwaua wanahabari 3 papo hapo. Wengine 2 walijeruhiwa vibaya na wakafanyiwa upasuaji. Kwenye taarifa, vikosi vya Israeli vilisema kuwa vilishambulia gaidi wa Kiislamu aliyekuwa akisimamia kituo cha udhibiti kwenye uwanja wa hospitali hiyo ya Al Hali. Vikosi hivyo vilisema kuwa kituo hicho kilitumiwa kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya raia na vikosi vya Israeli. Serikali ya Gaza inayosimamiwa na kundi la Hamas iliwatambua wanahabari waliouawa kuwa Samir Al-Rifai, ambaye ni mwanahabari wa tovuti ya habari ya Shams, na Suleiman Hajjaj na Ismail Bada wa kituo cha runinga cha Palestina Today. Kulingana na maafisa wa eneo hilo, idadi jumla ya wanahabari waliouawa huko Gaza tangu vita vilivyozuka sasa imefikia 225.
Kwingineko, msafara wa kibinadamu uliwasili nchini Libya kwa lengo la kukaidi kizuizi cha Israeli kwenye ukanda wa Gaza. Msafara huo ulioandaliwa kwenye ushirikishi wa mpango wa pamoja kuhusu Palestina nchini Tunisia uliwaleta pamoja yamkini raia 1,500 wa Tunisia na wengine 200 wa Algeria waliotoa wito wa pamoja wa kuungwa mkono kwa Wapalestina kimataifa. Msafara huo ulifanyika huku wasiwasi wa kimataifa ukiongezeka kuhusiana na mzozo wa kibinadamu huko Gaza, ambako upatikanaji wa vifaa muhimu na huduma za matibabu umedhibitiwa kutokana na mzozo unaoendelea na kizuizi. Wakati huo huo, maafisa wa afya huko Gaza walisema kuwa tangu Israeli ilipoimarisha operesheni ya kijeshi tarehe 18 mwezi Machi, yamkini wa Palestina 4,400,000 wameuawa huku wengine zaidi ya 15,480 wakijeruhiwa. Idadi jumla ya watu waliouawa huko Gaza tangu vita vilipolipuka mwezi Oktoba mwaka wa 2023 imeongezeka hadi zaidi ya watu 54,670 huku wengine zaidi ya 125,530 wakijeruhiwa. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema amesikitishwa na kura ya turufu ya Marekani dhidi ya rasimu ya Baraza la Usalama la umoja huo kuhusu Gaza. Rasimu hiyo ambayo ingeshinikiza mkataba wa mara moja wa kusitisha vita huko Gaza na kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya kuwasilisha misaada ya kibinadamu iliungwa mkono na wanachama 14 kati ya 15 wa baraza hilo. Marekani pekee ndiyo iliyopinga rasimu hiyo. Alisema kuwa licha ya juhudi zote, usaidizi kamili unaweza kutekelezwa huko Gaza iwapo kuna mkataba wa kudumu wa kusitisha vita, kuachiliwa mara moja kwa mateka wote bila masharti huru, na iwapo misaada ya kibinadamu itawasilishwa bila vikwazo vyote. Alisema kuwa ni muhimu kuendeleza wazo la kubuniwa kwa mataifa mawili. Alisema kuwa hilo ndilo suluhu mwafaka, kwani iwapo kutakuwa na taifa moja pekee, Wapalestina watafurushwa kutoka kwa maeneo yao au kulazimika kuishi kwenye ardhi yao bila haki zozote. Alisema kuwa ni jukumu la jamii ya kimataifa kufanya kila juhudi kuhakikisha suluhu hilo la kubuniwa kwa mataifa mawili linaafikiwa. Na zaidi ya miti 200 ilipandwa viungani mwa mbuga ya kitaifa ya Volcano katika wilaya ya Musanze nchini Rwanda kama sehemu ya mpango mkubwa wa kurejesha na kuhifadhi msitu kwa lengo la kuimarisha makao ya wanyamapori katika mbuga hiyo. Mpango huo utaimarisha makao ya wanyamapori hasa sokwe wa milimani na kuimarisha mifumo ekolojia katika eneo hilo, kwa mujibu wa Pierre Celestin Ngesiyumwa ambaye ni mwenyekiti wa shirika lisilo la serikali la Sakola nchini Rwanda na linashughulikia katika kuhifadhi na kuwalinda sokwe wa milimani, aliyezungumza kwenye hafla hiyo. Ngesiyumwa alisema kuwa juhudi hizo ni sehemu ya mpango mpana wa kupanda takriban miti 85,000. Alisema kuwa kwa kuwahusisha vijana kutoka Kiningi na viunga vyake watafikia lengo hilo. Mpango huo wa kurejesha msitu unahusisha eneo la hekta 500 katika maeneo 12 viungani mwa mbuga hiyo. Katika muda wa miaka 3 ijayo, eneo hilo linatarajiwa kubadilishwa kuwa mandhari bora ya wanyamapori kama sehemu ya upanuzi rasmi wa mbuga hiyo. Patrick Nsabimana ambaye ni kaimu mkurugenzi wa wakfu wa wanyamapori barani Afrika AWF nchini Rwanda, alikariri manufaa ya kijamii na kiuchumi ya mpango huo. Alisema kuwa mpango huo utabuni nafasi za ajira kwa vijana na kuwezesha jamii kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya anga. Naye Clarice Uwa Nyirigira ambaye ni naibu wa meya anasimamia ustawi wa kiuchumi katika wilaya ya Musanze, alisifu mradi huo akisema ni hatua muhimu katika kuleta maendeleo endelevu. Alisema kuwa utawapa vijana uwezo na kuimarisha riziki za jamii za eneo hilo
kupitia kuanzishwa kwa biashara. Nao wakazi walisema kuwa kuimarishwa kwa mbuga hiyo na juhudi za uhifadhi wa eneo hilo zinaniwa kuwezesha Rwanda kuwa nchi inayoongoza katika kanda hiyo katika utalii wa wanyama pori na usimamizi endelevu wa wanyama pori, huku ikihakikisha kuwa jamii za eneo hilo zinahusishwa katika ufanisi uhifadhi wa mfumo ekolojia nchini humo. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na kwa taarifa hiyo Dunia Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Usiende mbali, maana nikirejea bado nina taarifa lukuki kutoka rubaa za kimataifa. KBC Channel 1 na kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii. Awamu ya pili hii hapa. Umoja wa Mataifa ulitoa heshima kwa maafisa wake 168 walioaga dunia wakiwa kazini mwaka 2024. Jione. Excellencies, family members and colleagues. Good morning, colleagues at headquarters. Good afternoon and good evening to families and colleagues around the world who are attending the service. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alihudhuria ibada ya kila mwaka ya ukumbusho iliyoandaliwa kwenye makao makuu ya umoja huo jijini New York. Maafisa walioaga dunia wanajumuisha wale wa kijeshi, polisi na raia, walimu, wahandisi, madaktari, wasimamizi, wahifadhi amani na watoaji misaada ya kibinadamu kutoka nchi 31. Miongoni mwao ni wahudumu 125 wa shirika la umoja huo la utoaji misaada kwa wakimbizi wa Kipalestina UNRWA, ambapo baadhi yao waliuawa pamoja na familia zao. Akiwahutubia wanahabari, Guterres alisema kuwa zaidi ya moja kati ya kila wahudumu 50 wa shirika la UNRWA huko Gaza wameuawa kwenye mzozo huo, hii ikiwa idadi kubwa zaidi ya vifo katika historia ya umoja huo. Alikariri wito wake wa uwajibikaji kikamilifu kuhusiana na vifo hivyo. Alisema kuwa mizozo ilipozuka walitekeleza juhudi za amani huku wakitoa misaada ya kunusuru maisha wakati wa ghasia na majanga. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Na huko Korea, bunge la Korea Kusini lilipitisha miswada ya kuwateua mawakili maalum na kuchunguza mashtaka ya uasi dhidi ya rais aliyeondolewa mamlakani Yoon Suk Yeol na sakata zinazohusisha mkewe Kim Keon-hye. Kati ya wabunge 198 wa bunge la taifa waliohudhuria kikao hicho, wabunge 194 walipiga kuunga mkono miswada hiyo, huku 3 wakipinga ilhali mmoja hakuwepo. Kuambatana na miswada hiyo, rais mpya Lee Jae-myung anahitajika kuteua wakili huru katika kila kesi miongoni mwa wagombea waliopendekezwa na chama tawala cha Democratic na kile cha Rebuilding Korea. Swala kuu la uchunguzi huo maalum litakuwa mashtaka ya uasi dhidi ya Yoon aliondolewa afisini mwezi Aprili kufuatia juhudi za kutangaza sheria za kijeshi mwezi Disemba mwaka uliopita. Sakata za mkewe Yoon zitakazochunguzwa zitakuwa madai
madai ya kushawishi bei za bidhaa, kupokea mikoba ya kifahari, kuingilia uteuzi wa wagombezi kwenye chaguzi ndogo za mwaka 2022 na chaguzi za kibunge za mwaka 2024 na kura za maoni wakati wa uchaguzi wa urais mwaka 2022. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Na hafla ya kwanza ya maadhimisho ya siku ya kimataifa kuhusu mashauriano miongoni mwa tamaduni mbalimbali iliandaliwa jijini Nairobi, Kenya. Hafla hiyo iliyoandaliwa kwa pamoja na afisi ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi na balozi wa China nchini Kenya ilionyesha tamaduni mbalimbali za Kichina na Kenya. Tamasha mbalimbali zikiwemo ngoma za tamaduni za Kichina na Kenya ziliandaliwa. Zainab Hawa Bangura, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa UNON, alisema kuwa siku hiyo huadhimisha tamaduni mbalimbali kama kigezo cha kuleta maelewano ya pamoja na umoja duniani. Guo Hayan, ambaye ni balozi wa China nchini Kenya, alisema kuwa ulimwengu unahitaji mawazo kabambe ili kuondoa migawanyiko ya kitamaduni, ndiposa China ikapendekeza rasimu ya baraza la unga ili kuanzisha siku hiyo ya kimataifa inayowekewa misingi katika mpango wa tamaduni duniani. Mpango huo hutetea kuheshimiwa kwa tamaduni mbalimbali, amali za kibinadamu, umoja wa urithi na ubunifu wa tamaduni na mabadilishano ya kimataifa baina ya watu na ushirikiano. Alisema kuwa rasimu hiyo iliyoungwa mkono na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa inatoa mwongozo kuhusu mashauriano, ambapo China iliyoipendekeza inaazimia kushirikiana na pande zote kuitekeleza kikamilifu, kutetea kwa pamoja mpango huo wa tamaduni, kuendeleza mashauriano na kutoa michango zaidi kwa ufanisi wa jamii ya wanadamu. Naye mwakilishi wa kudumu wa Kenya kwenye afisi ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi na shirika la UNEP, Abambu na Mwamba, alisema kuwa siku hiyo ni ishara ya ushirikiano wa kimataifa ambapo tamaduni duniani zinaungana na tofauti za kibinadamu kusherehekewa kuwa uradhi wa kudumu. Alisema kuwa huu ni mchango mwingine wa utamaduni wa muda mrefu wa Kichina wa kufanya ulimwengu mahala bora kwa wote. Naye Ifan Ali wa shirika la UN Habitat alisema kuwa huku shirika hilo likishughulikia makazi ya binadamu, linatambua umuhimu wa utamaduni katika maisha ya miji mikuu kwa kuimarisha uwiano wa kijamii, umoja na amani. Mwaka uliopita kikao cha 78 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA kilipitisha kwa pamoja rasimu iliyopendekezwa na China kuhusu kuanzisha siku ya kimataifa kuhusu mashauriano miongoni mwa tamaduni mbalimbali. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Hagunga. Wanariadha wa Kenya walitia fora kwenye mbio za kimataifa za marathoni za amani katika za Kigali huko Rwanda. Tizama. Kwenye makala 20 ya hafla hiyo, Mkenya Laban Kipngetich Korir alishinda kwa kukamilisha mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 18 na sekunde 26. Naye mwenzake Kipkurui Langat akazikamilisha katika muda wa saa 2 dakika 19 na sekunde 0. Mkenya Teresia Kwamboka Omosa alizikamilisha katika muda wa saa 2 dakika 37 na sekunde 12 na kushinda kwenye mbio za marathoni kwa wanawake. Alifuatwa na Keben Chala wa Ethiopia, alizikamilisha kwa saa 2 dakika 37 na sekunde 29. Kwenye mbio za nusu marathoni kwa wanaume, Derek Chege Njoroge wa Kenya alishinda katika muda wa saa 1 dakika 5 na sekunde 23. Naye Gilbert Kamutwire wa Uganda alikamilisha katika nafasi ya pili kwa saa 1 dakika 7 na sekunde 2. Nchi mwenyeji ya Rwanda ilishinda kwenye mbio za nusu marathoni kwa wanawake, huku Florence Ninyokoru akizikamilisha kwa muda wa saa 1 dakika 13 na sekunde 57. Naye mwenzake Adeline Musa Bweyezu alifuatia kwa saa 1 dakika 14 na sekunde 18.
Kulingana na waandalizi, hafla hiyo iliwavutia zaidi ya washiriki 14,000 kutoka nchi na maeneo 35. Shirikisho la riadha nchini Rwanda huandaa mbio hizo za kimataifa za marathoni za amani za Kigali kwa ushirikiano na Wizara ya Michezo. Hafla hiyo inanuiwa kuimarisha amani, umoja na matokeo bora katika riadha. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Namna China imeendeleza uhusiano na mataifa mbalimbali kote duniani ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, kiteknolojia, mawasiliano, muundo msingi na mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Kama hivi. Shirika la uhandisi la Kichina la Huadong lilikarabati kiwanda cha uzalishaji kawi kutokana na maji cha Kainji katika jimbo la Niger kaskazini mwa Nigeria. Kiwanda hicho kimeongeza takriban 2% ya uwezo wa nchi hiyo wa kuzalisha kawi, kikiwa na uwezo wa kuzalisha megawati 80 na hivyo kuwawezesha mamilioni ya raia wa nchi hiyo kupata kawi kwa matumizi ya nyumbani. Taasisi za masomo na vituo vya matibabu, huku kikibuni pia nafasi za ajira. Na miradi ya uzalishaji kawi kutokana na maji ya mto Sassandra nchini Cote d'Ivoire itakayotekelezwa na shirika la ujenzi la Kichina imeimarisha uwezo wa uzalishaji kawi na pia kufanikisha ukuaji wa vipaji nchini humo. Na uwanja mkubwa wa michezo unaojengwa jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania na kampuni ya Kichina ya ujenzi wa reli na uhandisi utakuwa eneo kuu la maandalizi ya michuano ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika AFCON mwaka 2027. Uwanja huo unajengwa kwenye eneo la mita 1,042,200 mraba na utakuwa na viti 30,000 na teknolojia za kisasa na unatarajiwa kukamilika kufikia mwisho wa mwezi huu, huku ukikabidhiwa kwa nchi hiyo kufikia mwisho wa mwezi Julai mwaka ujao. Na wanafunzi 10 wa vyuo vikuu nchini Marekani na wahadhiri walizuru jimbo la Hebei kaskazini mwa China ili kushiriki kwenye mpango wa mabadilishano ya vijana ulioandaliwa kwa pamoja na chuo kikuu cha Hengshui. Na kundi la 14 la madaktari wa Kichina nchini Ghana lilitoa mchango wa vifaa muhimu vikiwemo vile vya matibabu, vya kuchezea mipira, maji safi na vile vya kuandikia na kutoa huduma za matibabu bila malipo kwenye makao ya watoto jijini Accra. John Azuma ambaye ni afisa mkuu wa makao hayo aliwashukuru madaktari hao kwa huduma zao, akisema kuwa mbali na michango ya kimatibabu, kadhalika wameimarisha hali za maisha za watoto hao. Na China imekuwa mshirika mkuu wa kibiashara wa ununuzi wa pilipili kutoka Rwanda inayokuzwa kwenye eneo la hekta 100. Kwa taarifa hiyo tunafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Hewala sana kwa muda wako. Asante sana pia kwa utazamaji wako. Jiunge nami juma lijalo muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki, shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.